mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Nimekuiteni kuwahabarisha jambo ambalo linakuja mbele yetu, na ninyi mtusaidie kuhabarisha umma kuhusiana na shughuli hii ambayo tumeiandaa. Umoja wa Wazazi Tanzania, Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, umeandaa kongamano kubwa la kitaifa ambalo litafanyika tarehe 22 ya mwezi huu wa 3 katika kituo cha kimataifa cha mkutano Arusha, kwa maana Arusha International Center. Kongamano hili linalenga kuainisha mafanikio lau kwa uchache ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya miaka 4 akiwa ofisini kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais aliapa kuitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 19 Machi 2021. Na kwa maana hiyo itakapofika tarehe 19 atakuwa ana miaka 4 ofisini. Sasa sisi take stock na kuregister mafanikio yote katika nyanja zote za kiuchumi, za kisiasa na za kijamii. Katika kongamano hilo zitawasilishwa mada mbalimbali ambazo zitalenga kuainisha au kuonyesha mafanikio ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais akiwa ofisini. Maafisa waandamizi wa serikali wakiwemo mawaziri na wakuu wa idara na vitengo vinavyojitegemea vya serikali watawasilisha mada mbalimbali kuhusiana na maeneo ambayo wao wanayasimamia. So kwa ufupi niliona niwajulishe, na ninyi msaidie kwa kalamu zenu na kamera zenu kuhabarisha umma kuhusiana na kongamano hili ambalo tumeliandaa na litafanyika hapa Arusha. Ikumbuke kwamba kongamano hili litatanguliwa na kikao cha kikanuni cha Umoja wa Wazazi Tanzania, kwa maana ya Baraza Kuu la Umoja wa Wazazi Tanzania, ambalo litafanyika tarehe 21 hapa Arusha, ukumbi huo wa AICC. Kwa hiyo tutakuwa pia shughuli hiyo, na tutakuwa na shughuli pia mbalimbali za kijamii kadri itakavyoelekezwa. Lakini kubwa tuliona tuwajulishe kuhusiana na kongamano hili ambalo ni la kitaifa kuhusiana miaka 4 ya Mheshimiwa. Kwa ufupi niishie hapo, na kama yako maswali nitayapokea. Asanteni sana. Asante sana Lili kwa swali lako. Kwanza ifahamike kwamba sisi Umoja wa Wazazi, Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, hatuna kauli tofauti na kauli ya Chama cha Mapinduzi. Kauli ya Chama cha Mapinduzi ndio tunatembea nayo. Na naomba kupitia kikao hiki na ninyi waandishi wa habari take note kwamba sisi Chama cha Mapinduzi tuna kiu kubwa ya uchaguzi. Regardless hao wanaosema no reform no election, sisi tumejiandaa kwenda kwenye uchaguzi, na ndio maana kwa kiu hiyo tayari tuna kauli mbiu. Kabla ya kauli mbiu tumetanguliwa na wagombea wetu. Tunao wagombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza wake Dr. Nchimbi. Lakini kule Zanzibar
tunaye Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo swala hili sisi tuna kiu nalo, na kana kwamba itoshi, tayari tuna kauli mbiu ya uchaguzi. Kilichobaki kukamilisha utaratibu wa uchaguzi ni pengine ilani ya uchaguzi ambayo hivi karibuni mmeona imesha wasilishwa rasmi yake. Kwa hiyo wana panel biti wataalamu wetu na viongozi wetu, ili baadaye iweze kupokelewa na kuridhiwa, kwa maana kuwa endorsed na vikao na ianze kutumika. Kwa hiyo kwa swala hili la uchaguzi, wao waje na lolote wanalofikiria, sisi Chama cha Mapinduzi tuko tayari kwa uchaguzi na tuna kiu kubwa ya uchaguzi. Tuna wagombea kama nilivyotangulia kusema, na tunayo kauli mbiu tayari ambayo inasema kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba how serious tuko and how prepared we tulivyo. Uyake nipeni na kiongozi ambaye mtu kwamba ninakuelekeza nenda ugombea. Nitumie fursa hii kuambia wagombea watajwa watiania wasitumie majina ya viongozi kutafuta kura. Waende kwa wananchi, wawaguse wananchi. Kiongozi yeyote awaye hawezi kukupigia wewe chepuo, kwa maana kwamba kwanza hakupigi kura, na kama mnavyojua utaratibu ambao chama sasa kimeuleta ni kuna uwanda mpana, imeongezeka wapiga kura. Kwa hiyo hao wasichafue majina ya jambo linalokuja la umoja wa wazazi. Lakini hata hivyo, kwa nafasi yangu nilionayo ya ujumbe wa kamati kuu, mitano tena it is so declared kwamba mitano tena ni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hawa wengine ni majaliwa ya Mungu, kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza wake na Dr. Hussein Ali Mwinyi, wao chama tayari kimekwisha kuwapa fursa hiyo kwamba wapeperushe bendera ya Chama cha Mapinduzi, na bahati nzuri wamekuwepo. Kwa hiyo tunaposema mitano tena ni sahihi. Hawa wengine waheshimiwa madiwani, wawakilishi, wabunge ni majaliwa ya Mungu.